Ujumbe kwa wazazi mimi ninaotoa ni kitu kimoja. Hivi tunawezaje kujenga jamii yetu inayothamini uaminifu na uwajibikaji bila kujali umaarufu? Kwanza tupate msaada zaidi kwa viongozi wa dini, ndo wanaishi na jamii sehemu kubwa sana. Familia ambayo imefunzwa tangu zamani, ambayo inamtegemea Mungu, uaminifu utakuwepo. Uaminifu utakuwepo. Serikali, dini na viongozi wa dini, kwa sababu wale ni msingi mkubwa sana wa kuweza kuacha jamii ikaharibika, kwa sababu wale wanasimamia roho ya mtu. Ikishakuwa imeharibika, haijali hata uaminifu, inafanya chochote. Kwa sababu gani? Roho imeharibika. Ndio jina maarufu hapa ni Chuga Mazagazaga. Hivi tunawezaje kujenga jamii yetu inayothamini uwajibikaji na uaminifu bila kujali umaarufu? Sana nadhani ni vitu ambavyo vinaanzia kwenye ngazi ya familia. Jinsi gani watu wanavyolelewa, jinsi gani watu wanavyo, yani sana ni kwenye ngazi ya familia. Tukianzia malezi, dini, mila zetu na desturi zetu, hapo utapata mtu mwaminifu, mwenye hofu, mwenye kujali, mwenye kuthamini, na hivyo vingine vinakuja baadaye. Tunaweza kujenga jamii inayothamini uwajibikaji pamoja na uaminifu bila kujali umaarufu. Bila kujali maarufu ni sana kufanya kazi na uaminifu, sana kuzama kwenye kazi za maendeleo, kama biashara, si ndio? Biashara kama ni ukulima, kama huko kijijini utaweza kufanya kazi ya kuchimba hata mitaro ya zabibu. Na kweli tunachimba kule kijijini, tunachimba mitaro sana. Soko ndo linatuangusha sana. Sasa unawaambiaje vijana ambao hawapo katika maadili mazuri, wanakeuka uaminifu pamoja na masuala mazima ya kuwajibika, hasa katika majukumu yao ya kila siku? Majukumu kwa kweli vijana tunawasapoti, tunaongea nao, lakini kijana akija labda anaongea labda ambaye hamuelewani, inatakiwa wewe upoe kidogo, alafu mueleze vizuri. Bwana, hiki hakiendi hivi. Ni sana tu kuzama kwenye kazi. Kama ni biashara, unaweza ukafanya kazi kwa vizuri. Kwa mantiki hiyo unamaanisha kwamba ni kuchapa kazi? Ni kazi tu, hakuna kitu chochote. Kama ni biashara, ni biashara. Maana kujituma. Ni kujituma tu. Nashukuru sana ise. Sasa toa ujumbe kwa wazazi sasa, kwa sababu umesema inaanzia kwenye ngazi ya malezi, mambo ya dini na kadhalika. Toa ujumbe kwa wazazi. Ujumbe kwa wazazi mimi ninaotoa ni kitu kimoja shehe. Hakuna dini ambayo ni mbaya. Mkristo msimu anao aende kanisani, Sunday school, ashiriki siju kwenye kwaya, siju kwenye nini, michezo ya watoto kwa kiasi. Muislamu mshinikize mtoto aende msikitini, aende madrasa, aende kwenye michezo ya watoto kwa kiasi. Wao wanashirikiana pamoja. Hakuna dini ambayo tuseme ni nini ni mbaya. Wote wakiwa watoto wanaenda kanisani, wanasali na nini, unakuwa na ile hofu ya Mungu. Hapo tunaweza tukaja kupata watu ambao ni waaminifu, viongozi ambao ni makini, wana hofu ya Mungu. Yaani vitu vyote vinakuwa viko pale. Nashukuru sana.